Licha ya mambo kuwa magumu, bado Manchester ni klabu ambayo inavutia, klabu yenye ushawishi, na bado ni klabu inayoaminika kuwa ni klabu kubwa na kuwafanya mashabiki kubeba beji yake kwa roho moja. Sababu za Manchester kusalia kwenye ubora wa upande wa pili ni nini? Moja kati ya sababu kubwa zaidi ni ile sababu ya nguvu ya kihistoria pamoja na brandi ambayo Manchester waliitengeneza kwa miaka mingi. Kwa miaka mingi Manchester imekuwa ni klabu yenye rekodi ya kutoa mataji mengi, mataji 3 ya Ulaya, lakini mataji 20 ya ubingwa wa England yanawafanya Manchester kuwa brandi kubwa ambayo ina historia kubwa, na hivyo mashabiki na wapenda soka bado wakiwa wanaifuatilia kwa ukubwa. Licha ya matokeo ya sasa uwanjani kutokuridhisha, lakini United inasalia kuwa brandi kubwa ambayo imewahi kuweka historia nyingi. Utakumbuka wakipita watu wa maana sana. Ronaldo alipita hapo. Sir Alex Ferguson, moja kati ya makocha wa kihistoria, makocha wa muda wote wa soka la Ulaya. Hii inakuwa ni moja kati ya sababu zinazoifanya Manchester kuwa klabu yenye nguvu na ushawishi mkubwa. Lakini sababu ya pili ambayo inaifanya Manchester kwa sasa kubakia kwenye ushawishi na inaonekana inawashawishi hata wachezaji kadhaa kutaka kujiunga na United ni ile ushawishi au ule ushawishi ambao yuko nao kocha kwa sasa Ruben Amorim ambaye anaiongoza Manchester. Kwa taarifa zilizopo kwa sasa, mtu kama Matthew Cunha kutoka Wolverhampton Wanderers huenda akajiunga na Manchester, na hii ni kutokana na ushawishi ambao Ruben Amorim bado anao, ambao alitoka nao kwenye klabu ya Sporting Club du Portugal kule nchini Ureno ambako alifanya vizuri sana. Kwa Amorim amejipatia sifa kubwa na ameonekana na falsafa nzuri. Kwa mpango wake unaonekana unawashawishi wachezaji ambao kwa hivi karibuni, akinukuliwa mwenyewe anasema bado kuna wachezaji wanatamani kwenda kuitumikia Manchester United. Kwa hiyo mwalimu aliyepo bado anaifanya Manchester kuendelea kuzungumzwa, kufikirika na kutazamwa, na watu wakiamini kwamba huenda Ruben Amorim akairejesha Manchester kwenye nchi ya ahadi. Sababu ya tatu inayofanya Manchester kuendelea kuzungumzwa zaidi kwenye soko la biashara ni sababu ya wachezaji wanaolengwa kuonekana kuna mtazamo chanya huenda wakaileta au wakauleta ndani ya klabu ya Manchester United. Mwangalie mtu kama Victor Gyokeres, Matthew Cunha, alitajwa mtu kama Osimhen. Hao ni wachezaji ambao wana kariba ya juu. Kwa hiyo majina yao yanapotajwa inaonyesha kabisa dhahiri Manchester bado wana mlengo wa kwenda kushindana na kutafuta ubora ambao kwa miaka kadhaa umekosekana, na huku wengi wakiamini ujio wa Ruben Amorim utachagiza kuleta mafanikio na kurejesha mvuto wa Manchester ndani ya uwanja. Nje ya uwanja hakuna kinachopingika, Manchester hajawahi kuporomoka. Sponsors zimezidi kuwa nyingi na mambo ya nje ya fedha yamezidi kuwa nyingi. Lakini sababu ya 4 ambayo inaonekana bado ni kwa nini Manchester au wachezaji au mashabiki wanashawishika kuendelea kuifuatilia ni yale matumaini ya kwamba Manchester iko katika nguvu ya kubadilika na kutaka kurejea kwenye kilele kile ambacho walikuwa nacho. Taarifa za kujengwa kwa uwanja mpya chini ya wamiliki wa kampuni ya Ineos wakiongozwa na Sir Jim Ratcliffe, lakini sajili ambazo zinafanyika za vijana kwenye klabu ya Manchester, namna ambavyo uongozi umetengenezwa, dhahiri shahiri inaonekana Manchester wanataka kurejea kule walipokuwa, na hii inatoa motisha kwa mashabiki, makampuni na klabu wenyewe kuwa na mzuka, kuamini kwamba wakati wa kuweza kurejea kwenye ubora ambao miaka kadhaa iliyopita walikuwepo, huenda Manchester wakarejea. Kwa hii ndio sababu nyingine ambayo inafanya Manchester kuaminika kwamba bado ni klabu yenye mvuto na ikivutia hata wachezaji kadhaa kuweza kutaka kuja. Lakini sababu namba 5 ni sababu ya kifedha ambayo inaletwa na wawekezaji wapya. Hao ni kampuni ya Ineos. Nguvu ambayo Ineos wameitumia kwenye usajili wa dirisha lililopita, kina Manuel Ugarte, Leny Yolo,
Joshua Zirkzee, Mazraoui, De Ligt, unaona kabisa nguvu walioitumia inaweza kuwafanya Manchester angalau kurejea kwenye mafikira kwamba huenda wakarejea siku moja kuwa moja kati ya klabu nzuri. Lakini pia falsafa ambazo zinatengenezwa na wamiliki hawa Manchester zinawafanya watu wengi kuamini kwamba Manchester itakwenda kuwa bora tena. Lakini unatazama pia miundombinu ikirekebishwa, Carrington ikirekebishwa, mpango wa kujenga uwanja mkubwa zaidi wa mpira ambao utakuwa zaidi ya ule Old Trafford. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinasababisha Manchester kufikiri au bado kuitengeneza brand ya Manchester kuendelea kubwa. Kwa hizi ni baadhi ya sababu ambazo zinaifanya Manchester kuendelea kuaminika, kuendelea kuwa brand kubwa, lakini angalau tunaweza tukarejea japo uwanjani kwa msimu huu umekuwa dhaifu hali. Hebu niambie hapo chini, unafikiri nini sababu ambazo zinaifanya Manchester kuendelea kuwa brand kubwa licha ya kwamba nje ya uwanja wako vizuri, ndani ya uwanja mambo si mambo? Unafikiri nini ambacho kinawafanya Manchester kusalia kwenye kilele cha mafanikio licha ya uwanjani kushindwa kufanya vizuri?